Katika kuendelea kuamsha ari ya ubunifu na ujasiriamali wa vijana wa Kitanzania, shindano la Wazo Lako Fursa Yako msimu wa pili limeendelea kufanya mapinduzi kwa kutoa jukwaa la kipekee kwa vijana wenye ndoto za kuleta suluhisho ndani ya jamii. Shindano hili ni sehemu ya mpango mkubwa wa Timiza Ndoto Jiajiri, linalolenga kuinua vipaji na mawazo bunifu ya vijana wa Tanzania bara na visiwani. Akizungumza wakati wa tukio hilo lililofanyika chuoni UDOM, mkurugenzi wa Timiza Ndoto Jiajiri Wilfred Mtema ameeleza lengo kuu ni kuwawezesha wanafunzi kutambua fursa zilizopo ndani na nje ya chuo pamoja na kujenga uwezo wa kuanzisha na kuendeleza biashara zao. Initiative hii ni kwa ajili ya vijana wote ambao wana mawazo wanaweza kuleta mabadiliko katika jamii. Lengo letu sisi ni kuwasaidia vijana kujenga masuluhisho chanya kwa matatizo ambayo yako katika jamii. Sasa wito wetu sisi kwa vijana ni kuweza kushiriki katika fursa mbalimbali zilizopo. Leo hii tulikuwa hapa UDOM katika finali za shindano la Wazo Lako Fursa Yako, shindano maalum kwa ajili ya vijana wenye mawazo ambayo yanaweza kutengeneza fursa na masuluhisho katika jamii. Sasa katika washindi wetu wa siku hii ya leo tulikuwa na washindi mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali Tanzania bara, kutoka Tanzania bara na visiwani. Na pia katika shindano letu hili la Timiza Ndoto Jiajiri leo tumewakaribisha vijana kutoka chuo kikuu cha UDOM, vijana wenye bidhaa, vijana wenye mawazo, waweze kuonyesha bidhaa zao walizonazo. Na tumepata vijana wengi wakiwa na bidhaa katika maeneo mengi, katika vyakula, mavazi na ubunifu wa aina mbalimbali, vipodozi na karibia katika kila sekta ambayo ipo katika nchi hii. Kuna vijana wana mawazo ambao wanaweza kuboresha na kusaidia kuboresha uchumi wa nchi. Msimu huu wa pili wa shindano la Wazo Lako Fursa Yako umewasaidia washiriki wengi sana ambao wametoka maeneo mbalimbali waweze kujua kuhusiana na Timiza Ndoto Jiajiri pamoja na fursa nyingine ambazo tumezitoa kwa ajili ya vijana, na tunajitahidi kuwasaidia waweze kufanikisha malengo na mafanikio ambayo wanayatamani maishani. Kwa upande wake, Rael Mgamba, mkurugenzi wa shirika la Empowerment Bridge Initiative, ameeleza namna shirika lake linavyogusa maisha ya wanafunzi hasa wanaotoka katika familia zenye mazingira magumu. Taasisi hii tunawawezesha vijana in different sectors, tunafanya guidance and counseling, training, conducting different seminars, lakini vile vile tunaweza kuwafikia wanafunzi wenzetu wasioweza kulipa ada, who come from very destitute backgrounds. So tunafanya michango tuweze kutimiza lengo letu la elimu kwa pamoja. Tunawasaidia wenzetu wasioweza kwa kuwashika mikono, wasioweza kulipa ada. So far tumewasaidia wanafunzi wawili, that was last semester, kuweza kulipa ada yao, na sasa hivi tunatarajia kusaidia wanafunzi pia zaidi kwa semester hii, maana pia sio kila mtu mwenye uwezo wa kulipa ada, kwa sababu unakuta mwingine mzazi amefariki au mzazi amepata ajali, misfortunes occur unexpectedly. So ikiwa inatokea hivyo, unakuta mwingine alikuwa kabisa na lengo ya kuja chuoni kusoma na kumaliza, lakini changamoto tofauti zinamstopisha, na hizo changamoto hizo we are not ready to see our fellows wanaacha chuo au wana postpone masomo yao. Napenda kuwashukuru Timiza Ndoto Jiajiri kwa sababu siku hii ya leo wamefanya event ya kuweza kuonyesha vipaji vya watu, what they got, and congratulations kwa wale the winners and the ambao hawajawin pia, na wa encourage wasikate tamaa, maana next wanaweza wakashinda wao, and you keep on trying. Miles Mandro says the cemetery is the richest place mainly because it's where the unsung songs are found, the unwritten books are found, as well as the unlived talents are there, the unlived dreams are there. So tunatakiwa tuangalie ya kwamba sisi tuna vipaji, tusingoje tufe tuzikwe na vipaji vyetu, bali tutumie vipaji vyetu sisi vijana kama Miles Mandro anavyosema. Mimi ni mjasiriamali kupitia jina la biashara linaloitwa Green Cocoa. Green Cocoa limekusudia kuunda mfumo ambao unatumia nishati ya jua katika mchakato mzima wa uvunaji wa kuku, kuanzia mayai, vifaranga hadi kufikia hatua ya kuku kuuzwa kibiashara. Ushauri wangu kwa vijana ambao wana mawazo lakini wanakosa uthubutu ni moja, kwamba hakuna kitu kizuri ambacho kinakuja kirahisi. Kila kitu kinakuja baada ya kufuata steps mbalimbali. Na step ya kwanza ambayo naweza nikawashauri mwanze nao ni kushiriki makongamano kama haya, hata kama hauna wazo ama
hauna chochote, njoo uangalie wenzako wanafanyaje. Kupitia hivyo na kupitia networking utapata wazo na utajifunza ni kwa jinsi gani wenzako wanafanya, na mwisho wa siku unaweza kufikia malengo yako ama ndoto zako ambazo siku moja uliwahi kuzifikiria na kuziota lakini zimebaki katika imagination na ukazigeuza katika reality ama ukweli. Niwakaribishe sana Green Kuku katika kubadilisha sekta ya ufugaji kwa kutumia nishati ya jua. Karibu. Mimi ni mjasiriamali katika sekta ya uchumi wa blue. Sekta ya uchumi wa blue katika visiwa vya Zanzibari, hususan Unguja. Kwa maana kwamba tunatumia green algae kutengeneza product mbalimbali. Green algae ni miongoni mwa zao la mwani. Wakazi wa kisiwani wanaweza kanielewa nini ninaongea. Lakini pia nikiwa mwanzilishi wa kampuni ya Alvea Company Limited ambao tunajihusisha na mazao ama products kutoka kwa zao la mwani, specific ni green algae. Changamoto ambayo nakutana nayo ni mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana kwamba kuna kipindi ambacho zao la mwani linakuwa hafifu, kwa maana kwamba haliwi kwa wingi kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi, kuna kipupwe, kiangazi. Kwa hiyo green algae zikikosekana kwa wakati ule, kwa production yetu pia inapungua. Lakini kitu ambacho tunafanya, tunaweza ku face challenge na kuweza kuifanya kazi ni kwamba kuzichukua zile green algae na kuzihifadhi, kana kwamba hata muda ule utakaofika kipindi cha kiangazi tunakuwa kidogo, kwa tunajua kwamba raw material ipo kabatini. Kwa unakuta muda wote tuna level production zetu ziwe katika ziwe nyingi, ili wateja wetu wajue kwamba muda mwingi tunakuwa na product zipo available 24/7 hours. Changamoto nimetatua kama ifuatavyo. Tunapoenda kuzoa ama kuchukua zile takataka ambao specific ni green algae, tunaenda kuzizoa, lakini pia tunazifanyia processing ili ziweze kutunzwa kwa muda mrefu. Tutaenda kuzitwanga, baada ya kuzitwanga tunaanika. Tukishaanika inakauka. Ikishakauka unaweza kuireserve kwenye friji sehemu yote yenye ubaridi ili isiweze kuharibika. Kwanza kila kipindi cha kiangazi inapokuwa inatokea kunakuwa na uhafifu wa zao la mwani, kwa sisi tunajua kwamba kuna restore ambayo tumeweka kabatini kwa ajili ya kutengeneza product zetu. Na hususa product ambayo tunatengeneza kwa sasa ni sabuni ya kipande, sabuni ya shower gel, lakini pia supplements kwa ajili ya watoto wadogo kuongeza hamu ya kula, kwa sababu asilimia kubwa watoto wadogo huwa wanapata matatizo ya malnutrition, utapiamlo. Kwa hiyo supplements hizi zinaweza kusaidia wapate hamu ya kula, waweze kula kuondokana na magonjwa ya utapiamlo. Lakini pia tunatengeneza mbolea ya fertilizers ambayo ni organic bila kuongeza kemikali aina yoyote. Na mbolea hiyo ni multipurpose. Unaweza kuweka kwenye cereal crops, unaweza kuweka kwenye mazao mboga. Kwa hiyo ni mbolea nzuri kabisa. Jado sisi ni wauzaji wa products za ngozi pamoja na nywele kwa material ya asili kabisa. Natural zetu ni 100 asilia kabisa. Hatuweki kemikali wala kitu chochote. Ndio tunachojihusisha nacho. Na pia changamoto zipo katika product zetu, kwa sababu hasa changamoto ya kwanza, watu wengi hawaamini katika product za asili. Watu wengi wamezoea kutumia product za kemikali na product za bei kubwa. Kwa hiyo tunapowaletea product za asili kwa bei nafuu, watu wanakuwa hawaziamini, wakiamini kwamba kitu cha bei rahisi inaweza ikawa ni kikwazo kwao kutumia, kwa sababu wanaamini hakina uwezo mzuri kama vitu vya bei ghali. Hiyo ni changamoto kubwa sana, lakini sisi kama Jado Product tumeendelea kutoa elimu kubwa kuhusiana na product zetu, faida za kutumia vitu vya asili, kwa sababu kuna faida kubwa sana za kutumia vitu vya asili. Haupati kuungua, haupati kemikali kukuharibu. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu kwa watu tofauti, wanafunzi wenzetu, kuwaambia ni namna gani product za asili ni nzuri na kuzithamini product za asili. Lakini pia napenda kuwashauri wanafunzi wote kwamba karibuni kutumia Jado Products na products za asili. Hautojutia kutumia products za asili. Nipo hapa kama Alibay Food kwa
maana tunakopo tunahudumia masuala mazima ya vyakula majumbani, wapi pote tunafika, ambapo njia tunayoitumia sana ni njia mkondoni, yaani njia online, ambapo hapo tunatangaza bidhaa zetu kupitia online, then baada ya hapo tunakuwa ni wenye kuzisafirisha pale popote ambapo unapahitaji. Mafanikio makubwa ambayo mimi nimeweza kuyapata kupitia business hii niliyoianzisha, kwanza kuhudumiwa kwa furaha. Ni wengi sana nimeweza kuwahudumia, na wengi sana mrejesho wanaokuja kunipa wananiambia, bwana, chakula chako ni kitamu, ni kizuri. Kwa hakika kile kinakuwa ni chenye kunizidia mimi hamu ya kuendelea kukitenda na kukifanya kila siku. Pili, tunaweza nikasema kuwa mbali na kuhudumia kwa furaha, pia nimeweza kunusuru ya afya za watu wengi ambao ni walaji, kwa maana tuna program ambayo inaitwa Msomi na Jiko, yani jiko na msomi. Hii ni program ambayo tunatoa miongozo ya jinsi gani wewe unaweza kula chakula na jinsi gani hicho chakula kama kikukupendeza unaweza tunakuachia pale recipe tunaweza kaita au mahitaji ya kukiandaa hicho chakula, ambapo pia tunakushauri jinsi gani ufanye ili mradi kiwe na afya kama chakula hichi sisi tunakuletea. Kwa hakika Alibay Food ni zaidi ya chakula na tuna deal na ladha yako. Karibuni sana. Hapa niko na biashara yangu inaitwa Kwasil Soul Radiance, ambapo kazi yake ni kwa ajili ya kutatua shida za ngozi mbalimbali. Lengo la hii product hapa ni kwa ajili ya ku spread the healing beauty kwa watu mbalimbali, ambapo unapata kuna watu wengine wanakuwa na matatizo ya ngozi, kuishia kwa mtu kutokuwa confident ama pia kujiogopa ama kutokujipenda. So niko hapa ku spread your healing beauty kwa hao watu hao. Okay, for example mimi mwenyewe nilikuwa na matatizo ya ngozi mbalimbali kama harara, niko na allergies mbalimbali za kujikuna, ila nilivyotumia hii product ilinisaidia mimi, na baada ya kunisaidia mimi ndo nikaamua kushare na watu wengine. Changamoto ambayo napata katika hii biashara, cha kwanza, kutokana na scammers mbalimbali katika jamii, ni ngumu sana kwa mtu kuniamini labda hii kazi ya hii biashara ama hii product inafanya kazi. Alafu pia unapata sometimes kunakuwa na products chache na wateja wengi, so inakuwa ngumu kidogo. Pia kubalance chuo na biashara ni ngumu pia, kwa sababu muda huo uko darasani, mtu anataka mzigo, inakuwa ngumu sana. Lakini hivyo pia bado tunatatua hizo tatizo. Naweza kufanya peke yangu. Actually hii ni support ya marafiki zangu na wazazi wangu. Mradi wa Timiza Ndoto Jiajiri unaendelea kuwa dira ya matumaini kwa vijana, dira ya mabadiliko ya kweli yanayoanzia kwenye wazo dogo lakini lenye nguvu kubwa ya kubadilisha maisha. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.